Msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania, Jaji Francis Mtungi, amejipata kwenye shida kubwa baada ya kutoa agizo ama tangazo hivi karibuni. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania inaendelea kushuhudia mvutano mkali kati ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa baada ya maamuzi yanayodaiwa kuwa na malengo ya kukandamiza sauti ya upinzani. Katika tukio la hivi karibuni, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema Godbless Lema ameibuka kwa kishindo kumshtumu msajili wa vyama Jaji Francis Mtungi kufuatia hatua ya kusimamisha ruzuku Chadema, hatua inayotafsiriwa na chama hicho kama njama ya kisiasa. Lema amemlaumu msajili huyo kwa kushindwa kutenda haki licha ya elimu na mamlaka alionayo, na badala yake kuruhusu ofisi yake kutumiwa na maadui wa kisiasa wa Chadema kama chombo cha kuwakandamiza. Kwa mujibu wa kauli ya Lema, hatua hiyo si tu inadhoofisha chama bali pia inaathiri moja kwa moja mustakabali wa demokrasia nchini. Uamuzi wa kuzuia ruzuku kwa Chadema umeibua hisia kali katika duru za siasa, hasa ikizingatiwa kuwa hatua hiyo imechukuliwa katika kipindi ambacho maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu yanaendelea kushika kasi. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa katika mazingira yoyote ya kidemokrasia, kunyima ruzuku kwa chama kikuu cha upinzani huleta maswali mazito kuhusu usawa na uhuru mchakato mzima wa uchaguzi. Lema ametoa matamshi yenye uzito akionyesha kukerwa na kile anachokitaja kuwa ni matumizi mabaya ya ofisi ya umma kwa faida ya kisiasa. Ameeleza kuwa ni aibu kwa kiongozi wa kiwango cha msajili kukubali kuyumbishwa kwa malipo na misimamo ya kisiasa badala ya kulinda haki na maslahi ya taifa kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kauli hizi zimeongeza msukumo kwa wanachadema ama wanachama wa Chadema, huku wakitafsiri hatua ya serikali kama tishio kwa vyama vyote vya upinzani vinavyojaribu kujitanua kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu. Taarifa hizi zinakuja wakati ambapo Jaji Mtungi ametangaza mikutano na viongozi wa vyama vya siasa vinavyokubali kushiriki uchaguzi, akilenga kuwapa mafunzo ya kujiepusha na ukiukwaji wa sheria za uchaguzi. Hata hivyo, Chadema hatua hiyo inatazamwa kama njama ya kubagua na kuwashinikiza kusalimu amri katika mazingira wanayoona si ya haki. Kwa sasa joto la kisiasa linaonekana kupanda kwa kasi, huku vyama vya upinzani vikisisitiza kwamba haki, usawa na mazingira huru ya kisiasa ni msingi wa uchaguzi wa haki. Kitu kinachoibuka wazi ni kwamba mvutano wa Chadema na ofisi ya msajili haujaanza leo, lakini kilele chake sasa kinaonekana kuwaka moto kuelekea Oktoba. Na katika wakati huu ambapo mustakabali wa kisiasa nchini Tanzania unaonekana kugubikwa na sintofahamu, sauti kama ya Godbless Lema zinaendelea kuleta changamoto kwa taasisi za kitaifa kutafakari nafasi yao katika kuhifadhi misingi ya demokrasia. Mapambano ya kisiasa sasa si tu ya kampeni bali ya kutetea uhuru wa kushiriki kwa usawa katika mustakabali wa kitaifa.